السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Waheshimiwa wageni waalikwa, viongozi wote meza kuu, itifaki imezingatiwa. Ifuatayo ni taarifa ya utendaji ya SHIWAMAT kanda ya Ziwa na Magharibi kwa mwaka 2024 na mwaka 2025. Awali ya yote, kila sifa njema na shukurani zinamstahiki Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na utukufu, ambaye ametuwezesha leo kukutana katika mkutano mkuu wa shirikisho la wasoma maulidi Tanzania SHIWAMAT katika mkoa wa Simiyu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ajalie mkutano huu umalizike kwa salama na amani, na maazimio yatakayotokana na mkutano mkuu yaweze kuwa ni chachu ya kuendeleza shirikisho letu na kufikia malengo yaliyokusudiwa. Waheshimiwa wageni waalikwa, awali ya yote tunatanguliza shukrani za dhati kwa viongozi wa juu wa SHIWAMAT kwa kuleta mkutano mkuu katika mkoa wa Tabora ambao ulifanyika mnamo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2024 katika ukumbi wa Tabora Rest House uliopo kata ya Malolo, wilaya ya Tabora mjini. Mkutano huo ulihudhuriwa na wajumbe wasiopungua 100, miongoni mwao wakiwemo viongozi wa taasisi mbalimbali kutoka ndani na nje ya mkoa wa Tabora kama mkoa wa Katavi, Shinyanga, Simiyu na Mwanza. Pia katika mkutano huo alichaguliwa mwenyekiti mpya wa SHIWAMAT kanda ya Ziwa na Magharibi, Sheikh Ramadhan Rashid bin Juma, ambaye pia ni Sheikh wa wilaya ya Tabora na katibu wa umoja wa masheikh wa wilaya Tanzania, ili aiongoze SHIWAMAT kwa kipindi cha mwaka mmoja, akichukua kijiti kutoka kwa aliyekuwa mwenyekiti kipindi hicho Sheikh Abdurrahman kutoka Geita. Aidha, katika mkutano huo waliteuliwa wajumbe wa kamati kuu tendaji ya SHIWAMAT. Ifahamike kuwa mkutano huo ulijadili mambo mbalimbali yanayohusiana na uendeshaji bora wa maulidi zetu na ulitoka na maazimio yafuatayo. 1. Mkutano mkuu wa SHIWAMAT wa mwaka 2025 kufanyika mkoani Simiyu. 2. Kamati tendaji ifanye mchakato wa usajili pamoja na kufungua account bank. 3. Kuhakikisha utaratibu wa uhamisho wa umiliki ardhi iliyotolewa wakfu kwa ajili ya SHIWAMAT unafanyika mapema. 4. Kutekeleza maazimio yaliyoazimiwa katika mkutano uliofanyika mnamo tarehe 5 mwezi wa 8 2025 mkoani Geita. 5. Kuandaa na kufuata ratiba za maulidi zinazohusiana na SHIWAMAT. 6. Kuhakikisha maulidi zetu zinafanyika kwa viwango vitakavyokubalika na wote, hususan kwa kuzingatia muda wa swala, usomaji wa kaswida na mawaidha. 7. Kuratibu mashindano ya Qur'ani kikanda na kufanyika kwa kiwango cha juu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa SHIWAMAT kwa kushirikiana na kamati tendaji walitoa ahadi kwa wajumbe wa mkutano kuwa watajitahidi kadri ya uwezo wao kusimamia na kutekeleza maazimio hayo. Baada ya kikao hicho, katibu wa SHIWAMAT kanda ya Ziwa na Magharibi, ndugu Absalim S. Mbwambo, alianza kuweka mpango wa utekelezaji wa maazimio hayo, na wakati akiwa katika utekelezaji wa majukumu yake, Mwenyezi Mungu alimpa mtihani mkubwa wa maradhi ambayo yamemchukua kipindi chote cha uongozi wake na hivyo kushindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Ndugu wageni waalikwa, licha ya kuugua kwa katibu ambaye ndiye mtendaji mkuu wa masuala yote ya SHIWAMAT kanda ya Ziwa na Magharibi, mwenyekiti wa SHIWAMAT kwa kushirikiana na wajumbe wa kamati tendaji waliendelea na utekelezaji wa baadhi ya majukumu ya SHIWAMAT kama ifuatavyo. 1. Kufuatilia kiwanja kilichotolewa wakfu na muumini mmoja aitwaye ndugu Shabani Yahya Suleiman chenye ukubwa wa ujazo wa kati medium density ambacho kinapatikana eneo la Mawiti, kata ya Malolo, Tabora Manispaa, kwa lengo la kujenga nyumba itakayojulikana kama Maulidi House. Na jambo hili la utoaji wa wakfu wa kiwanja hicho uliwasilishwa katika mkutano mkuu uliopita akiwa sambamba na ndugu zake, na mpaka sasa tayari makabidhiano ya awali yamefanyika, ila kwa sasa jambo hili lipo kwa mwanasheria kwa ajili ya kuandaa mkataba wa makabidhiano utakaotambulika kisheria.
Kukamilika kwa mkataba huo kutasaidia mchakato wa uhamisho wa umiliki ardhi hapo baadaye kutoka kwa mtoaji wakfu kwenda SHIWAMAT, na gharama husika kwa ajili ya kukamilisha mchakato huo inahitajika shilingi $200,000. Na ili kuhakikisha uhamisho na umiliki unafanikiwa kwa haraka kutoka kwa mtoa wakfu ambaye ndiye anatambulika kama mmiliki wa kiwanja, basi inahitajika suala la usajili wa SHIWAMAT lifanyike kwa haraka. Aidha, kuna muumini mwingine naye ameamua kuungana katika kheri kwa kutoa wakfu eneo lake lililopo wilayani Sikonge mkoani Tabora kwa ajili ya SHIWAMAT, na tayari hatua ya kulitembelea imekwisha fanyika. Pili, mwenyekiti wa SHIWAMAT amefanikiwa kukaa na taasisi mbalimbali za mkoa wa Tabora ili kuratibu na kuelimisha mifumo ya uendeshaji na usomaji maulidi zetu kama namna ambavyo maazimio ya SHIWAMAT yalivyoelekeza. Tatu, mwenyekiti wa SHIWAMAT kwa kushirikiana na waratibu na baadhi ya wajumbe wa kamati tendaji ya SHIWAMAT wamekuwa wakiwakilisha SHIWAMAT katika maulidi mbalimbali zinazofanyika katika kanda ya Ziwa na Magharibi kama Singida, Geita, Shinyanga, Kigoma, Katavi, Tanga pamoja na maeneo mengine. Nne, kutoa maelekezo kwa kila maulidi inaposomwa iache athari ya maendeleo katika eneo husika. Tano, ili kuboresha mahusiano zaidi, mwenyekiti wa SHIWAMAT amekuwa akiwakilisha shirikisho hili katika mialiko ya shughuli mbalimbali za kiserikali na kijamii. Ndugu wageni waalikwa, kama si changamoto iliyojitokeza, uongozi wa SHIWAMAT ungeliweza kusimamia utekelezwaji wa baadhi ya maazimio kwa kiwango cha juu. Kwa niaba ya mwenyekiti wa SHIWAMAT pamoja na kamati tendaji, tunatoa shukurani za dhati kwa kuaminiwa katika uongozi wa mwaka mmoja, na tulitamani tuongezewe muda ili tuweze kukamilisha baadhi ya majukumu tuliyoagizwa, lakini huu ndio utaratibu uliokubaliwa. Kwa sasa kila mkoa mwenyeji wa mkutano utatoa mwenyekiti ambaye ataongoza kwa kipindi cha mwaka mmoja. Hivyo kwa muktadha huo, hatuna budi kuridhia na kukubali kuachia kijiti kwenda kwa kiongozi mwingine atakayechaguliwa. Hitimisho, tunamalizia kwa kutoa ushauri kuwa muda wa uongozi kwa mwaka mmoja ni kipindi kifupi sana. Hivyo ikiwapendeza, wajumbe wa mkutano huu mkuu walau iwe kwa miaka mitatu ili kutoa nafasi kwa viongozi kutekeleza wajibu wao kwa ufanisi zaidi, na itasaidia zaidi kukabiliana na baadhi ya changamoto zitakazojitokeza katika kipindi hicho na kupata nafasi ya kutafuta njia mbadala. Na tunawaombea kheri na taufiki uongozi utakaoingia madarakani uweze kufanya kazi zake kwa ufanisi mkubwa. Tunautakia kheri na baraka mkutano huu na uongozi utakaoingia madaraka. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru Katibu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania wilaya ya Tabora mjini. Vitu vimenyoka kabisa, vitu vipo kwenye mstari.